Kabla ya kwenda kwenye maandalizi, nichukue nafasi hii kwanza kutoa pongezi kwa watu wafuatao. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu katika kila jambo kwenye maisha yangu, lakini pia katika kazi hii. Lakini pili, nichukue nafasi hii kumpongeza Kamishna Jenerali wa Magereza mkuu wetu Katungu. Tatu, mwenyekiti wa timu ya Tanzania Prison Mwambinje pamoja na mwenyekiti wa kamati Mwakijunge kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Lakini sambamba na hilo pia nichukue nafasi hii kuwapongeza benchi la ufundi, wachezaji wangu, na pasipo kusahau pia watangulizi wangu wa timu ya Tanzania Prison ikiwepo akina Makata, kwa sababu ni sehemu ya msaada mimi kufanya hiki ninachokifanya kwa leo, sababu kabla sijafika hapa ni wao niliwapigia simu kuona namna gani hapa palivyo, na walinipa msaada wao kama ilivyo kwa kina Ahmed Ali. So nafasi ya pekee ni kuwashukuru watangulizi wangu, lakini pia kuwashukuru viongozi wangu kwenye mapambano haya ya Tanzania Prison, kwa sababu nakumbuka toka tunakuja hapa, nafikiri kwa kiasi kikubwa timu kama mnavyokumbuka ilimaliza raundi ya kwanza na mechi 15 ikiwa na point 11. Mechi 15 za raundi ya kwanza timu imemaliza imefunga magoli 6. Mechi 15 za raundi ya kwanza timu imefunga magoli 17. Mechi 15 raundi ya kwanza timu iko nafasi ya pili kutoka mkiani kwenye mstari mwekundu. So ukiona raundi ya pili toka tumekuja mpaka hapa tumekusanya point 19. Ukijumlisha na point 11 za raundi ya kwanza unapata point 30. Point 19 ni zaidi ya point ya timu yoyote ile katika nafasi, kuanzia nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 16. Hakuna timu ambayo imekusanya pointi nyingi ukilinganisha na Tanzania Prison. Kwa hiyo ni mafanikio ya kila mmoja, kwa maana wachezaji nilionao sasa hivi, benchi la ufundi nilionao sasa hivi, uongozi, kamati ya mashindano pia pamoja na mkuu wetu. Ndio maana nimechukua nafasi hii kuweza kuwashukuru. Nikirejea kwenye maandalizi ya timu, so far nafikiri tumejiandaa vizuri. Mazoezi yetu ya mwisho tumefanya asubuhi ya leo, lakini katika hali ya kikosi tuko na majeruhi kwa timu ambayo iliyoanza katika mechi zilizotangulia, lakini pia tuna urejeo wa Samson Mwaituka sambamba na Meshaki Abraham. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao walikuwa majeruhi wa muda mrefu ambao walikosekana katika mechi 4, lakini wanaongezeka katika kikosi, kitu ambacho kinafanya maandalizi yetu yanakuwa vizuri. Lakini jambo lingine ni kwamba tumejiandaa kwa maana ya kuona ambavyo tunaweza kucheza dhidi ya timu ambao ni mabingwa wa Tanzania. Tumejiandaa pia kucheza na timu ambayo iko imara kwa maana ya wachezaji. So sisi kama Tanzania Prison, nadhani muendelezo wetu sisi wa matokeo ya kushinda mechi 4 mfululizo mpaka hapa tunapokwenda hapa inatupa morali kikosini. Nafikiri hata mazoezini hatutumii nguvu kubwa sana kuweza kumotivate wachezaji. Ni mechi ambayo ni muhimu kwa pande zote mbili, lakini sisi kama timu ambayo tunaepuka kutokucheza playoff, nafikiri tuna kila sababu ya kuona kwamba kama tuna home advantage basi tuitumie. Lakini hayo yote yanategemea na sisi maandalizi yetu, kama nilivyozungumza kwamba tuko katika maandalizi mazuri. Nikienda kwenye swali la kwanza, kila mechi unayocheza inakupa maswali ya kuingia kwenye session inayofuata, kwa maana kwamba mechi zilizopita za Coastal, JKT Tanzania na zingine ni mechi tofauti na hii. Kwa hiyo hata plani yake, kama mechi ile plani ilikuwa ni kuataki, maana yake unaruhusu mianya. Plani ya Yanga ni tofauti na mechi zilizopita. Kwa hiyo ninaamini tuko na mpango ambao malengo yake makubwa ni kucheza na Yanga. Unapocheza na Yanga maana yake huwezi kufananisha mechi hii na timu zingine zilizo. Kwa hiyo chochote kile ambacho ulichokiona kwenye mechi iliyopita, nafikiri kutakuwepo na mabadiliko kidogo kwa maana ya tactic ambazo, kwa sababu kimbinu huenda tulihitaji kushinda moja kwa moja kwa kuanzia dakika kwanza mpaka ngapi. So ni different unapokuwa unacheza na timu kama hizi za Yanga, kwa sababu unapocheza na Yanga maana yake unategemea kucheza kutokana na strength ya kwake yeye mwenyewe. Ucheze kutokana na stress ya kwako, una adjust kidogo kwamba sasa nacheza kutokana na stress ambayo iko nayo Yanga, then stress yangu mimi nitakuwa naipata katika moment ndogo ndogo. Nikienda kwenye swali la pili, kama nina hofu kukutana na Yanga, ninachoweza kukwambia ni kwamba toka siku ya kwanza ambayo niliyokuja Prison ilikuwa ni siku ya maamuzi. Niliacha timu ambayo iko katika mstari wa kupanda daraja kwa maana ya Geita Gold, ambayo iko katika nafasi ya pili, afu nikaja kwenye timu ambayo inataka kushuka daraja. Unaweza kuona maamuzi ambayo niliyochukua yale yalikuwa ni maamuzi magumu sana. Kama ni mtu mwoga hawezi kuacha timu inayotaka kupanda daraja afu akaja kwenye timu ambayo inataka kushuka daraja. So si obvious kwamba swala la hofu mimi kwenye maisha yangu sina. Na by the way mimi natoka Mara. Mtu wa Mara kabla hata hajaingia jeshini ni mwanajeshi moja kwa moja. Kwa hiyo mimi naamini ni mtu jasiri kwenye vitu kama hivi, na invite ushindani kama huu. Ninapenda ushindani wa timu kubwa kama hizi ili kusudi na mimi nijipime niko wapi. Na mimi mechi za wakubwa zilizotangulia 2 ama 3 zilizotangulia zimenipa somo kuja. Sasa nitaona kwamba wale wakubwa ambao labda tulipoteza mechi kuelekea kwenye mechi hii nimepata somo gani na nimeadjust vipi mbinu zangu ili kusudi na mimi niende mahali ambapo panapohitajika kwa wakubwa.
Kuhusiana na swali linalohusu mchezaji wangu Amade Momade, ninachoweza kusema kwamba kila mchezaji mnayemuona Tanzania Prison anapo perform ni maelekezo ya kwangu. Kwa hiyo Sweda hata kama anapiga back pass anafanya nini, maelekezo ya kwangu. Wakati mwingine kama hakuna sababu ya kushambulia una kila sababu ya kuretain. So ni plan ya timu. Kile mnachokiona wakati mwingine sio kila anachotaka shabiki sisi tutacheza, hapana. Sisi tutacheza kwa namna ambavyo tulivyo train. Kucheza sehemu salama ni moja ya mipango yangu mimi mwenyewe katika kiwanja cha mazoezi. Kucheza safe pass hakuna sababu ya kurisk kwenye hafu yako. Tunachosema tunatokaje kwenye hafu yetu pasipo risking yoyote ile. Kwa hiyo anacheza vile, lakini tunafikaje? Kwa sababu kama tungekuwa tupati magoli au atufunge au tutengeneze nafasi, maana yake ni kwamba timu nzima inacheza hivyo. Lakini kama mnamuona mchezaji yoyote anapocheza, maana yake ni maelekezo ya kwangu. Whether haiwavutii nyinyi, lakini ni maelekezo ya kwetu. Lakini nikienda kwenye swali la pili, tumejiandaje kwa kabili Yanga, ina timu ina ukuta ambao uko imara, masuala set pieces. Nadhani tunajiandaa collectively kwa sababu ile ni timu kubwa. Kama nilivyotangulia kusema kwamba hii ni timu kubwa na tumeshaona ni timu ambayo iko strong. So mpango mzima hauelekezi kwenye jambo moja tu. Unaelekeza namna ambavyo tutakavyojilinda, unaelekeza namna ambavyo tutakavyoshambulia, unaelekeza namna ambavyo tutakapokuwa hatuna mpira tukaeje, inaelekeza tunapopata mpira tutashambulia katika maeneo gani, Yanga wana weakness maeneo gani, Yanga wana stress maeneo gani. Hivyo vitu vyote tumeviweka kwenye vichwa vya wachezaji. Kwa hiyo mpango ule tutauona kwa siku ya kesho. Psychologically wakiamka wako vizuri wachezaji wangu, mimi ninaamini hivyo vitu vyote ambavyo mnavyovitaka mtaviona kwenye kiwanja cha mechi. Yaani upande wa wachezaji hii ni kama sikukuu. Anataka kocha hawezi kutumia mambo makubwa sana, hawezi kutumia nguvu kubwa sana, sababu kila mchezaji ana mahitaji na hii mechi. Sababu sisi yani leo ni sikukuu, sababu sikukuu imekuja sikukuu ile ya Mwenyezi Mungu imekuja imetutia huko. Hii ni sikukuu yetu ya wachezaji. Yaani sisi tunaahidi wana Mbeya, sisi tunaenda kufanya makubwa kesho. Watokeze kwa wingi, watusupport, tunaje kufanya vizuri zaidi kesho. Yanga, Prison wote wapo kwenye ligi moja. Kila mtu ana mbinu zake katika uchezaji. Sisi tunajua kitu gani cha kufanya, na sisi wakubwa kama mnavyotujua. Sisi ni wakubwa na wachezaji wakubwa tu. Prison kuna wachezaji wakubwa tu, matured. Mechi wanajua, ndio maana kwamba hii mechi ya sikukuu kocha atumii nguvu kubwa. Anataka ukimleta mchezaji timu mbili umpange hapa, mechi ngumu, kwa sababu anajua hapa lolote linaweza likatokea. Kuna riziki ndani yake, kuna hapo ndio mchezaji kwanza bosi anajielewa. Hawezi kuangalia mchezaji kwenye mechi kama hii. Hii mechi ni ya rahisi sana. Haina mambo mengi, haina kupambana sana. Umeona? Mechi ngumu ni ambayo Coast na Prison, Coast na JKT ndio mechi ngumu. Kile mechi hizi akili kubwa. Mchezaji mkubwa anakaa kwenye mechi kubwa. Kwa hiyo wengine kesho mtaona vitu ambao mwalimu anatuandalia, na sisi wenyewe wachezaji jinsi tunavyocheza mtaona. Maneno yangu mtakumbuka.